نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وتركنا في مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نكضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، رواه مسلم. إخوان في الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. فإن تقوى الله سبحانه وتعالى هي أساس المفاز في الدنيا والآخرة. Mzao katika imani, na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwa sababu swala zima la kumcha Allah subhanahu wa taala ndio sababu ambayo inampelekea mwanadamu kuweza kufaulu katika maisha yake haya duniani, akaishi kwa amani, akaishi kwa utulivu, akaishi kwa raha na mafanikio pale ambapo atakuwa anamcha Allah tabaraka wa taala. Lakini kufaulu huko kuishi katika dunia, bali ataendelea na mafanikio haya pale alipoenda mbele ya Allah tabaraka wa taala katika maisha yake ya baadaye, ataweza kufaulu kwa sababu alikuwa ameshikamana na swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Walidhalika usikum bitaqwa Allah subhanahu wa taala. Kwa ajili hiyo basi nawahusia kwenye kushikamana na swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Hotuba yangu ambaye tutazungumzia leo hii, tutazungumzia katika maudhui ya maarufu wanazuoni ambao waliopita na wazama hizi wameandaa maudhui hizi na wakatunga baadhi yao vitabu wakaviita majina maalum wa salatul amal salih baada ya Ramadhani. Jina la kitabu ama maudhui ambayo imeandaliwa na masheikh wanazuoni waliita muwasalatul amali salih, mwanadamu kuendeleza matendo mema baada ya Ramadhani, baada ya kuisha kwa mwezi wa Ramadhani. Waislamu hatuna muda mrefu, tuna kama takriban wiki moja baada ya kutoka katika msimu uliokuwa bora wa ibada ambao tulishikamana na toa ya kumtii Allah tabaraka wa taala
kuyafanya matendo mazuri, kuyafanya matendo ya kheri, bado hatujafika muda mrefu. Lakini mioyo yetu na roho zetu, kama alivyotangulia kuzungumza mzungumzaji hapa, kwamba zile roho ambazo tunaziandalia maisha bora ya baadaye zimeshasahau wapi tulikuwa katika hii wiki moja ambayo tulikuwa nayo. Mzangu katika imani, nataka niwaelezee kisa kimoja ambacho kilitokea katika zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cha masahaba ambao ni katika masahaba wakubwa ambao wanazilaumu nafsi zao na kuzisema vibaya na kuona kama nafsi zetu zinaonekana kama vile zimesahau mafundisho ya Allah, zimesahau mafundisho ya mtume, nafsi ambazo zimeangamia. Hao ni wema ambao tunawataja, tunasema radhiyallahu anhu. Na kisa hichi kiwe ni kipimo hasa kwa sisi Waislamu kwa yale matendo ambayo tuliyafanya na maisha ambayo tunayo hivi sasa, tunaendelea baada ya wiki moja ambayo tunaishi. As-sahabiyul jalil Abi Rabi' au Abi Rabi'i Hadarat ibn Rabi' radhiyallahu anhu al-Asadi al-Katib ahad kitabi wahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahaba maarufu ambaye Abi Rabi'i ambaye jina lake ni Hadarat ibn Rabi' al-Asadi, alikuwa ni mwandishi mmoja katika waandishi wa wahi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani Allah subhanahu wa ta'ala anapomtuma Jibril akileta aya fulani, yeye alikuwa anaandika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, aliaminiwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aandike maneno matukufu ya Qur'an. Huyu mtu si mtu wa kawaida, alikuwa na wasiakati, si makatibu wetu ambaye tunawataja, alikuwa ni katibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaandika wahi Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema lakiani Abu Bakar radhiyallahu anhu, siku moja alinikuta Abu Bakar radhiyallahu anhu, tulikutana mimi na Abu Bakar. Fakala fakaifa anta ya Handala, Abu Bakar anamuuliza, vipi ya Handala, unajisikiaje, unajionaje, nipe taarifa maisha yako yanaendaje? Fakala nafaqa Handalatu, majibu yake sahaba ambaye ni mkufa na Abu Bakari, nafaqa Handalatu, hivi sasa Handala amekuwa mnafiki. Fakala Abu Bakar subhanallah ma taqul, amesikitika na kushangaa, subhanallah, sahaba mwandishi wa wahi unasema umekuwa mnafiki, maneno gani unayasema Handala haya maneno mabaya, kwa sababu gani? Fakala qultu kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yudhakiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'aya aini, fa idha kharajna min indihi fa idha kharajna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaja wal aulada dhayat fanathina kathira. Anamwelezea kwamba Handala na Abu Bakar, sisi tunakuwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutajia, anatuelezea masuala ya pepo, masuala ya moto, anatuelezea matendo mazuri tunayafanya, kiasi ambacho mpaka baadhi yetu tunafika kutokana machozi tunalia, kama vile ambavyo pepo na moto yanakuwa vinakuwa mbele yetu, tunaviona namna tunavyopanda imani zetu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbele tunaposikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunakuwa katika hali ya hofu, tunakuwa katika hali ya imani kubwa, kiasi ambacho kama vile pepo na moto tunaiona. Lakini wakati tunapotoka mbele ya Mtume tunapoenda katika mishughuli yetu, tunashughulishwa na wake zetu, tunashughulishwa na watoto wetu, tunashughulishwa na masuala ya kidunia, kutafuta mali, kufanya harakati mbalimbali. Hatusemi ni haramu. Handala anaelezea kisa chake anavyoishi na kujiona. Abu Bakar akasema, wanahanu nalqa mithla hadha, kama ndio hivi sababu yako ya kuwa ni mnafiki, basi hata sisi tunakutana na matukio kama haya. Handala tunajihisi kama vile kama tukiona Mtume, kama tunaingia peponi leo,
kama moto utatuchoma hivi sasa, lakini tukitoka pale tunashughulika na harakati zetu za kawaida, tunacheza na watoto wetu, tunafurahi na wake zetu. Jambo hili linamilitisha. Abubakari akaafikiana na ile rai ya Handhala kwamba sisi tumekuwa nafiki. Kwa hali hii sasa hatufai, uswahaba tunaungua, tunakuwa katika unafiki. Akasema haiwezekani tukamaliza majibu sisi wenyewe, yupo ambaye anatuletea ufumbuzi wa jambo hili, twende. Handhala anasema kharajtu ana fantalaqtu ana wa Abubakari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nikatoka mimi wa Abubakari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tukaenda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tukaingia ndani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, nikasema kumwambia Mtume, nafaka Handhala ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, Handhala amekuwa mnafiki. Fakala alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, famadhaka, umekutana na jambo gani na Handhala? Wewe nakufahamu tabia yako, maisha yako unayoishi, imani yako, leo umekuwa mnafiki, umekutana na jambo gani Handhala? Kuna lika ambalo limekukuta, limekusibu? Fakala Handhala, qultu, nikasema, ya Rasulullah, nakunu indaka tudhakiruna bin nar wal jannati kana ra'i aini fa idha kharajna min indika anfasna al azwaja wala ulana wa dhayati fanafina kasira. Akamwambia Mtume wa Allah, tunapokuwa kwa wewe hapa unatuelezea masala ya pepo, masala ya moto, unatuambia mambo mengi ya imani, tunapata imani, tunakuwa na imani ya hali ya juu kiasi ambacho kama vile pepo na moto vinakuwa mbele yetu. Lakini tunapotoka hapa tunaenda katika familia zetu, watoto wetu, na kuhangaika na dunia yetu, tunasahau sana yale ambayo tumetuambia. Mimi kwa hili katika moyo wangu nikahisi kama tumekuwa nafiki. Hii sio hali ya muumini ambaye atakaishi nayo. Fakala alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Handhala, na ndo maneno ambayo nataka niyaseme hapa, tuyachukue Waislamu, maneno haya tuishi nayo baada ya Ramadhani, katika maisha ambayo tunaishi nayo hivi sasa, ndio tuishi katika hali ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwelezea Handhala na Abubakari, ndio anatuambia sisi ujumbe tufikie. Fakala sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau tadumuna mimma takunu indi, lau kama nini mngekuwa mnadumu na kuyafanyia kazi na kuyatekeleza namna ambavyo vile ambavyo mnakuwa mbele yangu vile, wallahi, wa fi dhikri, na mkadumu na kufanya adhkari za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, la safahatkum almalaikatu ala anfusikum wa fi dhurubikum, wallahi wangekufunikeni ni malaika, wangekuwa wamezunguka malaika, wamekaa pamoja na nini malaika, mkiwa katika vitanda vyenu na mnatembea barabarani. Lau tadumuna mimma takunu indi, lau kama mngekuwa mnadumisha, mnayafanyia kazi, mnabaki nayo kama vile ambavyo mlivyokuwa mnakuwa mbele yangu, wa fi dhikri, na mkadumu katika dhikri kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, la safatkum almalaikatu ala anfusikum wa fi dhurubikum, wangewazunguka malaika, wangewafunika malaika katika vitanda vyenu na katika njia zenu. Walakin ya Handhala, saa fa saa, saatun fa saa, saatan fa saa. Lakini Handhala anamwelezea mara tatu maneno haya, lakini saatan fa saa, saatan fa saa, saatan fa saa, muda kwa muda, wakati kwa wakati, wakati kwa wakati, zama kwa zama. Maana yake nini maneno haya? Kuna wakati Muislamu wa kufanya ibada kweli kweli, kuna wakati wa kusoma, kuna wakati wa kujifundisha, kuna wakati wa kutafuta maisha, kuna wakati wa kukaa na mke wake, kuna wakati wa kuliwazana na familia yake, kuna wakati wa kuyafanya ile halali, lakini agawe kipindi asijisahau kwenye ibada ya kumwabudia Allah tabaraka wa taala. Saatan fa saa. Mzao katika imani hivi pengine ndio tulivyokuwa tunaishi Ramadhani, saatan fa saa.
Tulikuwa kuna wakati Muislamu amejiwekea kusoma Qur'an, kuna wakati anafanya adhkari, kuna wakati anakaa msikitini anasikiza darasa, kuna wakati anaswali, kuna wakati anatoka bado sijaandaa nyumbani watakula nini. Kuna wakati anasimama usiku anaswali, kuna wakati anakaa anaomba dua kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kuna wakati anatoa sadaka, kuna wakati anafuturisha watu, kuna wakati anasaidia maskini, kuna wakati anasaidia wajane, kuna wakati alikuwa anafanya mambo ya kheri katika yako wapi haya? Yako wapi haya? Saatan fasaa. Maneno haya saatan fasaa anavyoambiwa Hadhara na Abubakari ilikuwa haikusudiri ndani ya Ramadhani. Baada ya kisha Ramadhani tumeondoka katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na si kwa maana baada yake saatan fasaa. Kuna wakati umtii Allah, kuna wakati unajua wanadamu wanaweza kuhusiana kwa maasi ya Allah. Saatan fasaa, wakati mwingine ufanye maasi si maana yake hiyo. Masala kwamba wakati ufanye ibada, wakati ufanye maasi, hii sio tafsiri ya hadithi hii na wala sio maisha ya wanadamu. Huu ni ukosefu wa kibinadamu kwamba hapa nimekosea. Lakini kwamba huwa kakitugawa, leo tulikuwa tunasoma Qur'an, kuna watu wameza masafa mara 2, mara 3, mara 4, mara 5 ndani ya siku moja, na kisha kwamba nisome juzuu nzima saatan fasaa. Baada ya Ramadhani wapi juzuu? Baada ya Ramadhani zile darasa zilikuwa wapi msikitini, kwamba watu walikuwa wanasomeshana tafsiri ya Qur'ani darasa fulani, hivi sasa ziko wapi? Ndugu zangu katika imani, muwasalatul a'mali salihah baada ya Ramadhani, mwendelezo wa matendo mema baada ya Ramadhani, ndio ushahidi wa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala anapotembea kwenye Qur'ani sura Al-Hijr aya 99, ambayo ni aya ya mwisho katika sura hii. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudie Mola wako mpaka mwanadamu mpate na mauti. Na neno hatta yatiyaka al-yaqin, neno hili tafsiri yake al-yaqin bi maana al-maut, maana yake ni kifo. Na Allah subhanahu wa ta'ala na tafsiri aya hii kwa ushahidi wa maneno haya kwenye surati Al-Mudaththir aya ya 47. Allah subhanahu wa ta'ala alipoelezea kisa cha watu wa motoni walipoadhibiwa, akaelezea kisa chao, akasimulia, sisi tulikuwa tusali, tulikuwa tunakamilisha siku ya mwisho, tulikuwa tunafanya kadhaa hata atana al-yaqin. Allah anasema watasema maneno haya na watasema hata atana al-yaqin, tulikuwa tunakamilisha tusali mpaka tukapatwa na mauti. Baada ya kupata na mauti, hijabu bainana wa baina al-a'mali salihah, tunakutana na matendo mengine ya vitendo ambavyo havina tena kurejea. Kwa hiyo maana ya yaqin hapa maana yake ni kifo. Sasa ibada inaendelea kwa Muislamu, matendo mazuri yanaendelea kuyafanya, matendo ya ibada yanaendelea kwa sababu ndiyo asili ya mwanadamu, kwamba athari yake inaendelea mpaka pale kifo kinapokuja, mpaka pale kifo mwanadamu kinapokuja. Moja katika wanazuoni Bishr ibn al-Harith rahimahullahu ta'ala, siku moja aliulizwa fakira ni Bishr ibn al-Harith, inna qauman, hakika ya watu, yataabaduna wa yatahiduna fi Ramadhan, wanafanya ibada na wanajitahidi sana kwenye ibada, kwenye matendo mazuri baada ya Ramadhani. Fa idha salakha taraku, Ramadhani inapoisha ibada hizi wanaziacha. Je, hukumu yao ni ipi hawa? Kauli ya Uislamu inawatazama vipi watu hawa? Faqala Bishr ibn al-Harith, bisa al-qawm qawm la ya'rifuna Allah illa fi Ramadhan. Bisa al-qawm, watu waliokuwa baya zaidi. Qawm ni watu ambao la ya'rifuna Allah illa fi Ramadhan, wao tabia yao, kawaida yao, kanuni zao, maisha yao hawamfahamu Allah isipokuwa na mwezi wa Ramadhani. Hawa ni watu ambao wana tabia mbaya, ni watu wabaya ambao Uislamu umewekea alama ya kuuliza, Muislamu aina gani huyu ambaye ibada zake, maisha yake mazuri ndani ya Ramadhani, baada ya Ramadhani ikiendelea huko mbele ana maisha hivi? Muislamu
Hebu jiulize kwamba miezi 11 wewe ni mtu wa maasi, mtu wa mabaya, mwezi mmoja tu ambao ndo umebaki kwamba mimi natubia. Baada ya kutoka hapo kutubia, ukianza tena unaanza upya. Miezi 11 ya maasi, mwezi mmoja wa ibada, miezi 11 ya maasi, miaka yako yote. Kweli hii hali unaiona kwamba ni nzuri kwako wewe? Uzao katika imani. Turudini chini utafakari. Yale matendo ambayo tulikuwa tunayafanya leo, tukuulizana Waislamu, haya zile rakaa 21, rakaa 23, rakaa 8, haya baada ya Ramadhani swali ngapi? Tutakimbiana. Hata ukiambiwa bwana ana swali 3, kuna zawadi yako ipo, tutaikosa. Zile witri tutaanza na swali witri 3 na swali 1, angalau kwamba nisije nikaacha haraka. Kuna mchezo wa shetani, baada ya kufunguliwa kwa shetani, wanarudi kuambia wewe umefanya ibada sana, pumzika kidogo. Utaanza kusali. Unajua sasa mwezi wa Dhulqaada ni mfungo pili, ni mwezi bora mtukufu, utaanza ibada. Mwezi wa Shawwal pumzika. Tunapumzika kweli mpaka Ramadhani tena. Yaani Muislamu ambaye kaswali baraka 23, yaani si ajabu na wala si mshangao na wala si jambo geni hata swali tena hizo mpaka Ramadhani ya mwakani. Hana qiyamul laili, sisi tunaita tahajjudi, tunahitaji sisi salatul haja, hatuna. Kama tulimwomba Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Ramadhani atuondoshee shida zetu, matatizo tulokuwa nayo, atuongezee vyeo, atupe kazi, atupe utajiri, atupe kadhaa, atupe maisha bora, atupe afya. Tumemaliza Ramadhani tunasikilizia majibu. Bado sasa mganga yuko wapi? Nani atakayenisaidia? Leo nilikuwa fulani akanifanya hivi. Yaani yale maombi tuliomba Ramadhani tumeyasahau na tumeshapata yakini kwamba Allah ajibu haya. Twende kwa nani ambaye kuna mzee fulani yule bwana ukienda si mchezo yule bwana ni balaa yule akopeshi. Sasa watu tumeacha kwa Allah, Ramadhani imeisha, tunakimbilia huko. Bisa qaumun la yaarifuna Allah illa fi Ramadhan. Ubaya watu ni watu ambao waliokuwa wabaya ni wale watu ambao hawamfahamu Allah isipokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waislamu tumefanya jitihada kubwa. Kwanza lazima tunipongeze kwa jitihada ambazo tulizofanya. Wallahi, pengine utakuwa na jambo dogo tu, lakini jitihada kubwa kuhangaika Ramadhani mwezi mzima, ukaamua mimi ninashinda na njaa, naacha matamanio yangu, ninaacha kunywa, ninaacha kula, naacha yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukayafanya matendo ya kheri, ukasimama usiku, ukatoa sadaka, ukafanya kadhaa. Hii ni jitihada kubwa, usidharau. Kusaidia mtu siku moja ni jambo gumu, lakini pengine usaidia mwezi mzima. Sasa hichi ni chuo ambacho Allah alisema la'allakum tattaqun, muondoke na jitihada hizi mwende kupata uchamungu ambao mtaishi nao baada ya Ramadhani, mwende kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tumekuwa ni aksi bidhali, kinyume chake. Sisi tunafanya Ramadhani jitihada, baada ya Ramadhani tunajitahidi nikimaliza Ramadhani niende kuyafanya yale ambayo niliacha ndani ya Ramadhani. Alikuwa mzinifu ameacha kasubiri Ramadhani ishe, alikuwa si anadhulumu, alikuwa anafanya kadhari yaacha. Sasa Ramadhani imeisha ndo ameenda kuyafanya. So la'allakum tattaqun, la'allakum ta'asuna. Labda mlikuwa anafanya maasi kwa wingi, ndo baada ya Ramadhani wanalipunga karudia ni wazinifu kadhalika, yote akarudia. Kwa nini? Kwa sababu tumefanya jitihada ya kuvundika madhambi, ya kudindikiza, ya kuyawekeza, kuyafunika. Baada ya Ramadhani tukayarudia. Waislamu, haya si malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anataka tuone hivi tulivyo leo Ramadhani, au hivi leo Ijumaa tulivyokuwa, hivi tulivyokuwa baada ya Ramadhani, tuendelee kuishi mpaka tunafika tena Ramadhani nyingine. Tumejaa msikitini na Ijumaa, tulijaa Ramadhani, tulijaa katika swala za usiku. Basi hivi ndio tuendelee kujaa katika dhuhuri na alasiri na swala nyingine, na tuendelee kufanya ibada. Muislamu si ajabu ana simu yake ilikuwa anasoma Qur'an, ana msahafu wake leo, kama tenda katika kufunua pale alama yake aliweka Ramadhani ya mwisho haijasogea, alama ambayo alikuwa anasoma Qur'an. Sasa leo kama taarifa leo siku ya Eid,
akashughulika na mishughuliko ya Idi, hajasoma Qur'ani kwenye simu yake, wala msahafu hajaushika mpaka leo, ile alama iko pale pale, wiki nzima ilipita hajasoma Qur'ani. Sasa kuna Qur'ani imemshinda kusoma, huko usiku unakuwaje kusimama na kuamka? Hii ni sala tunaifanya Waislamu. Tujitahidi turudini katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tuingie katika kisa cha Handhala, ambaye Handhala alikuwa ni katika sahaba mmoja mtukufu, ambaye yeye alikuwa anajituhumu katika nafsi yake kwamba ni mnafiki. Aqulu ma sami'tu bi rabbikum khawfan wa ta'a. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukimalizia hotuba hii ya pili, tumeelezea kisa cha Handhala ambaye ni sahaba ambaye amejituhumu nafsi yake kwa unafiki. Unafiki ni jambo baya mno, yaani mtu anapokuwa ni mnafiki ni dhambi katika madhambi makubwa, tena ni katika watu ambao wamotuni, ambao hawasamehewi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali daraja yao daraja ya chini katika moto. Ndio Umar ibn al-Khattab alikuwa mara nyingi akienda kumuuliza sahaba mtukufu ambaye yeye alikuwa kawaida yake kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza masala ya shari. Basi anamuuliza masala ya shari, bali ilikuwa ni siri nabii sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akimuelezea siri zake, jambo fulani la siri, jambo fulani la siri, jambo fulani anamuelezea yeye. Umar ibn al-Khattab alikuwa mara nyingi anampata kumuuliza hivi, ma dhakara ni nabii sallallahu alaihi wasallam anni munafiq. Hivyo hata siku moja Mtume hajawahi kunitaja mimi ni mnafiki, hajawahi kunitaja katika hao? Anaambia hapana, hajawahi kunitaja. Akikaa anajihisi kwamba hivi Mtume hajawahi kunitaja mimi katika wanafiki. Umar ibn al-Khattab anapata kumuuliza, anaambia hapana, si katika wanafiki. Bali Umar ibn al-Khattab alikuwa anapokufa mtu katika masahaba, labda pengine na mashaka nao, alikuwa haendi kuswalia, anasubiri kwanza mpaka amuone ameenda kuswalia. Hudhaifa ibn al-Yamani radhiallahu anhu ameenda sahibu sirri nabii sallallahu alaihi wasallam. Hudhaifa ibn al-Yamani kama atenda kuswalia, basi Umar ibn al-Khattab ndiye anaenda kama huyu si mnafiki. Kama angekuwa mnafiki, Hudhaifa ibn al-Yamani angemjua Mtume ashamtajia saizi. Kwa hiyo tunaangalia ile ubaya unafiki, yani kuonesha kwamba Handhala anajituhumu unafiki kwamba nimekuwa mnafiki mimi, kwa tuhuma hizi kwamba kuacha kuyafanya matendo, nafsi yake anajiona kama vile amekuwa mnafiki. Kwa Waislamu tujipime nafsi zetu, tusije tukaingia katika janga hili. Tumefanya matendo mazuri mengi, tumefanya makubwa, lakini baada ya Ramadhani tukayaacha matendo hayo. Bali hii ni tabia katika miongoni mwa tabia mbaya za jamii, bali si tabia za Uislamu. Tabia za kufanya matendo na kuyaacha ni katika tabia mbaya, si katika tabia za Uislamu. Na tabia hii ameitahadharisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala alayhi salatu wassalam li Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiallahu anhu, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yakunu layla fataraka qiyam al-layl. Ewe Abdullah, yani Abdullah si mja wa Allah, kwa maana hiyo, kwa maana anamtaja jina lake. Ewe Abdullah ibn Amr ibn al-As, la takun mithla fulan, na kunasihi na kuhusia na kutahadharisha usije kuwa kama fulani. Huyu fulani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajamtaja ni nani, na wanazuoni wanatuambia hikma kubwa ya kuacha kwamba hapa nubaham, kama kumezibwa kwamba hakutaji ni nani, akaacha ni mutlaq, kwamba unaweza ukaingia wewe, nikaingia mimi, akaingia na mwingine mfano wake, usiye mfano fulani. Kana yakunu layla fataraka qiyama al-layl. Huyu bwana ambaye tahadharisha usiye mfano naye, alikuwa ni mwizi, alikuwa ni mlevi, mtabangi, mlariba, dhulma, anafanya jambo gani baya mpaka Mtume tahadharisha naye usiye mfano wake, si mfano wa kuigwa. Anasema bwana huyu alikuwa anasimama usiku, hivi sasa ameacha kusimama usiku.
tunaingia kwa fili. Kwa mfano mbaya ambao Mtume kaupiga, la takum mithla fulani, na kutahadharisha usiwe mfano wa mtu fulani. Kana yakumu laila fataraka qiyamul layl, alikuwa anasimama sana usiku anafanya ibada, hivi sasa ameacha. Wallahi tunatoka kundi letu lote au tukatoa watu 5, 6, 7, 10 basi, lakini tumeacha na sisi kusimama usiku. Ni mfano mbaya amemtuma na kutahadharisha Waislamu na kwa mfano usiku kwa ajili ya kujadiliana. Bora tumeacha usiku, turudi katika nafsi zetu, kuzitazame na kuona kwamba kumbe mfano huu tunaokuwa nao maisha haya Mtume ameyakemea haya, ameyakataza. Turudi kwenye kusimama usiku. Hatuwezi 21, 23 raka 11, si raka ngapi tuziwezi, basi tusali hata 3 witri usiku, tusali hata raka 1 witri, basi tuwe ni sehemu kama na sisi tumedumisha kusimama usiku. Bora matendo kwa salama anasema ni yale ambayo atkana, yani atwamahu. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam amalan atkana, alikuwa kwa salama alipofanya jambo analidumisha. Kwa tudumu hata raka 3, raka 5 za witri, hatuwezi 11, hatuwezi 23. Tuchague basi hizi kama mimi ndani ya mwaka mmoja tutakuwa na raka 3 kila siku usiku. Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie na atupe ya kufanya ibada hizo usiku. Allahumma arhamna khulafai rashidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman